Wana na binti za Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Natumai sote tumeamka salama tukiwa wenye afya njema. Jina la Bwana litukuzwe. Asubuhi ya leo tutajifunza somo la kesha la asubuhi. Kichwa cha somo kinasema yote juu ya madhabahu. Basi tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Mungu wa mbinguni na Baba yetu, tunakushukuru sana kwa upendo wako. Asante Yesu kwa kuwa pamoja nami usiku mzima na kuniamsha salama. Sina mengine ya kusema zaidi ya kusema asante. Tunashukuru hata kwa kutupatia afya na uzima, jina lako likatukuzwe. Tunapoendelea na somo hili, tunaomba Bwana ukabariki kila mmoja sawa sana utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu, amina. Kichwa cha somo kinasema yote juu ya madhabahu. Fungu linapatikana Luka 9 fungu la 62, anasema Yesu akamwambia, mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma haifai kwa ufalme wa Mungu. Luka 9:62. Sote hatutakiwi kutumika kama Elisha alivyohudumu, wala hatuagizi kuuza kila kitu tulicho nacho. Bali Mungu anataka tuupe utumishi wake nafasi ya kwanza maishani mwetu. Kutokuruhusu siku hata moja kupita bila kufanya kitu cha kuendeleza kazi yake hapa duniani. Hatarajii kutoka kwa wote aina ile ile moja ya huduma. Mtu anaweza kuitwa kuhudumu katika nchi ya kigeni, mwingine anaweza kutakiwa kutoa mali yake kwa ajili ya kutegemeza kazi ya Injili. Mungu hukubali kafara ya kila mmoja, kuweka wakfu maisha na maslahi yake yote. Ndiyo jambo la muhimu. Wale ambao wanajiweka wakfu kwa jinsi hii watausikia na kuutii wito wa mbingu. Haikuwa kazi kubwa ambayo mwanzoni ilihitajika kutoka kwa Elisha. Majukumu ya kawaida bado yalikuwa ni sehemu ya kazi yake. Inasemwa juu yake kwamba alikuwa akimimina maji katika mikono ya Eliya. Bwana wake alikuwa tayari kufanya chochote kile Bwana alichokielekeza, na katika kila hatua alijifunza masomo ya unyenyekevu na utumishi. Maisha ya Eliya baada ya kuungana na Elisha hayakuwa bila majaribu. Majaribio alikuwa nayo tele, lakini katika kila dharura alimtegemea Mungu. Alijaribiwa kuifikiria nyumba ambayo alikuwa ameiacha, lakini jaribu hili halikutilia maanani. Akiishi kutia mkono wake kulima, aliazimu kuto kurudi nyuma, na kupitia katika majaribio na maonjo alithibitika kuwa mwaminifu kwa dhamana yake. Elisha alipokuwa akiandamana na nabii huyo, imani yake na kuazimu kwake vilijaribiwa tena kule Gilgal na tena katika Betheli na Yeriko. Alialikwa na nabii apate kurudi nyuma, lakini asingeweza kuepushwa kutoka katika kusudi lake. Eliya akamwambia Elisha, omba kwangu lolote utakalo nikutendee kabla sijaondolewa kwako. Elisha hakuomba heshima ya dunia au mahali pa juu miongoni mwa watu mashauri wa dunia. Alichokitamani sana kilikuwa ni kiwango kile kikubwa cha Roho ambaye alikuwa ametoa kwa wingi kiasi kile kwa yule ambaye alikuwa anakaribia kuheshimiwa kwa kuhamishwa. Alijua kwamba hakuna chochote isipokuwa Roho iliyokuwa imekaa juu ya Eliya ingeweza kumfanya kufaa kujaza nafasi ile katika Israeli ambayo kwayo Mungu alikuwa amemwita. Na kwa hiyo aliomba na kuomba sehemu maradufu ya Roho yako na iwe juu yangu. Tunaona kwamba Elisha aliomba Roho aliyekuwa ndani ya Eliya na yeye uwe ndani yake. Hili somo linatufunza kwamba maisha yetu yanapaswa kuwa tegemezi kwa Mungu. Tunapaswa kumtegemea Mungu na daima tunapaswa kuifanya kazi yake Mungu kila wakati. Elisha wakati anaachwa na Eliya alipewa nafasi ya kuomba kila kitu,
akaomba Roho aliyekuwa ndani yake. Na sisi tunapaswa kuomba Roho wa Mungu ili aweze kukaa ndani ya maisha yetu. Mungu atubariki sana katika jina la Yesu. Amina. Basi tuombe. Asante Yesu, tunakushukuru kwa hili somo, umekuwa nasi mwanzo hadi mwisho, jina lako litukuzwe. Tunapaswa kuwajibika kama ilivyo na tunavyopaswa sisi katika maisha yetu kuifanya kazi yako ya Injili. Tusaidie katika jina la Yesu tumeomba. Amina.